jana kwenye bandari yetu hii na tulipo leo ni tofauti sana. Umeeleza vizuri kwamba tulikuwa na kina kidogo sana ambao kisingeruhusu meli kutoka nje, meli kubwa za mizigo kuingia moja kwa moja, lakini leo hii baada ya marekebisho makubwa, uwekezaji mkubwa ambao umefanyika hapa, tumeshapata gati ya urefu wa mita 456 na tayari imeruhusu kuingia kwa meli kubwa kutoka nje moja kwa moja. Hizi mbili ambazo umezitaja kwa kupita tu, lakini meli mbili ambazo zimetoka kwenye mataifa yenye uchumi mkubwa duniani, namba 1 na namba 2. Moja imetoka Marekani, uchumi namba 1, ya pili imetoka China. Moja kwa moja kutoka Marekani kuja Tanga, ya pili imetoka China kuja Tanga. Uchumi namba 1, uchumi namba 2, tumeuleta Tanga moja kwa moja sasa hivi. Hongereni sana. Asante. Lakini kwenye mipango ambayo inaendelea hii ya kuongeza kutoka mita 456 mpaka mita 900 kwenda kwenye containers, nafikiri sasa huko nako ni mipango mizuri zaidi, lakini inaonekana bandari ya Tanga ina upekee kwamba hii tutaelekea kwenye ufanisi wa kuteremsha na kupakia mizigo, lakini uhifadhi wa mizigo utakuwa nje ya hapa, ambayo inatoa fursa sasa kwa sekta binafsi kwenda kuhifadhi mizigo. Jambo jingine zuri ambalo tunatoa sasa fursa ya kiuchumi kwa sekta binafsi, wenzetu waliopo Tanga wachangamkie zaidi. Tumezungumzia pale eneo la abiria, ukasema hawa wanatokea Pemba, lakini tufikiri huko mbele tutakuwa labda na meli za watalii, cruise ships, ambazo zitakuwa zinakuja Tanga. Kwa eneo la abiria lisiwe la abiria wetu wa ndani pekee. Ni vyema kwamba tunaanza kuwa na mipango ya abiria wa ndani, lakini tujipange kwa ajili ya kuja kuleta maendeleo ya utalii hapa Tanga. Kwa eneo lile la kushukia abiria, tapokupata meli kubwa za utalii zinapokuja, tutegemee pale watakuwa nashuka vile vile wenzetu watalii, wanakuja wale cruise ships, wanakuja siku moja na kuondoka. Kwa hiyo pale tuanze kuwa na fikra kubwa zaidi.